Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi cha Nuru ya Maisha kinacholetwa kwako na Mbugi TV. Ni mimi Geoffrey Kinyele nakuja hapa nizungumze na wewe mambo kadhaa muhimu sana ambayo ni ya kuzingatia kwa kijana wa kiume ambaye anataka kuanza maisha, yani maisha ya familia. Iko hivi, leo tumekuta kuna changamoto kubwa sana zinazojitokeza, zinazojirudia na kutengeneza kizazi kinachofanana sana kwa sababu ya makosa haya ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Kosa lenyewe ni hili, kwamba unakuta kijana anachanganya mambo. Mambo yanachanganywa vipi? Kwamba ule wakati wa yeye kujipanga, ule wakati wa yeye kujijenga, ule wakati wa yeye kujiimarisha vizuri yeye kama yeye, ndio wakati ambapo anaanza jukumu jipya la kuanza familia, wakati sio wakati wake sahihi. Niseme hivi, kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 30, kijana wa kiume ndio umri wake na muda wake wa kujipanga yeye. Kwanza kielimu, pili kibinafsi, alafu tatu kuanza sasa mkakati wa kuingia kwenye familia ambayo anataka kuianza. Leo tuna vijana wanaoa wakiwa na miaka 25. Mimi kwa mtazamo wangu, kama ungeniuliza au kwa mawazo yangu ungeniuliza, ningekwambia kijana wa kiume hatakiwi kuoa akiwa na miaka 25. Kwa sababu miaka 25 hiyo ni miaka ya kuwa shuleni, ni miaka ya kuwa chuo, ni miaka ya kutafuta elimu. Kama ungeniuliza kwamba kijana huyu aoe akiwa na miaka mingapi, mimi ningekwambia afikirie kuoa akianza kufikia miaka 30. Hapo ndo afikirie kuoa, kwa sababu miaka 1 mpaka 18 ni miaka ya kuwa shuleni, shule ya msingi, sekondari na chuo, pengine mwaka wa kwanza wa pili. Miaka 18, 19, 20, hiyo ni miaka yeye kama amepata kazi atakuwa ndo anajijenga, anaanza kazi ambayo haijulikani mshahara wake ni shilingi ngapi. Lakini ile 30 inapofika sasa, 25, 26, 27 inapofika, ndio miaka ambayo kama ameanza kazi, ndio amepata kazi hiyo kidogo, ameanza kujitafuta, labda ndo anaanza kufikiria kupata kurudisha madeni yake ambayo alikuwa anakopa wakati anasoma. Sasa kipindi hicho ndio kipindi ambacho yeye sasa anajitafuta binafsi bila kuwa na jukumu lolote, bila kuwa na stress yoyote. Kuanzia mwaka 30 mpaka mwaka 35, hapo ndo anaanza kufikiria kuoa sasa. Sasa katika maandalizi yake ni muhimu sana kijana huyu hakikisha kwamba kipindi hicho cha miaka 5 ndio anapata hata kiwanja chake cha kujenga na ajenge nyumba, hata chumba kimoja hata viwili. Ndio afikirie sasa kwamba anaweza akaanza kufikiria habari ya mke. Kwa nini? Kwa sababu leo tumekuta migogoro mingi sana inatokea kwenye familia mpya, kwa sababu kijana amefika umri wa kuoa na anataka kuoa, lakini hana pa kupeleka mke. Anamuoa mke, wanaenda kupanga. Anamuoa mke, hana pa kupanga, anaenda kwa wazazi wake. Anampeleka mke wake kwa wazazi. Na unakuta mwanamke anakubali, wanakubaliana waende kwa wazazi. Sasa mimi kwa ushauri wangu naweza nikasema ushauri wa mawazo ya namna hiyo ya kukubaliana wewe mwanaume kumchukua binti na kumpeleka kwa wazazi wako sio maamuzi mazuri na sio mawazo mazuri. Ni vizuri sana ukatunza heshima yako kwa kumpeleka mke wako nyumbani kwenu, nyumbani kwako wewe. Yaani mahali ambapo umepaandaa vizuri kwamba utaishi na mke wako, kwa maana ya nyumbani kwako. Nyumba ambayo umejenga kwenye miaka 5, ile 30 mpaka 35. Hii inasaidia nini? Hii inakusaidia wewe kutunza privacy zako. Sababu wakati mwingine ukiwa na mke wako kwenye nyumba za kupanga, majanga ni mengi. Wakati mwingine maisha yanabadilika, changamoto zinakuwa nyingi. Unakuta pengine kodi imeshindikana, inabidi mrudi kwa wazazi. Sasa ile kwa mwanaume ambaye anajipanga, anajua future yake, anataka iwe future yenye maana, hawezi kupeleka mke wake kwa wazazi wake. Ndio maana tunasema ni vizuri sana mwanaume ujiandae vizuri unapoingia kwenye hii familia, ili kusudi heshima yako iweze kubaki. Kwa mwanaume yeyote ambaye anataka familia yake iwe na heshima, yeye mwenyewe pia awe na heshima, hawezi kuoa mwanamke akampeleka kwa wazazi wake. Mwanaume yote mwenye akili zake timamu hawezi kuoa mwanamke akampeleka kwa wazazi wake. Anapooa mke, anajua kabisa kwamba huyo mwanamke mimi nitaishi naye kwangu, kwa hiyo ataandaa kwake, ataandaa mahali pake ambapo ataishi na mke wake. Na hilo litakusaidia sana. Unaweza kusema sasa wewe uliona miaka mingapi? Pengine na mimi nilikosea. Ndio maana baada ya kugundua kwamba ni makosa, ndio maana nakuja na nini kuambie kwamba bwana usikosee kama mimi nilivyokosea.
tunaweza tukajipanga na tukafanya vitu vizuri sana na tukajenga familia ambazo na mustakabali mzuri kwa kufanya maandalizi mapema kabla hatujafikia hiyo hatua. Kijana, unapofikiria kuoa, ni muhimu ujue kwamba unaleta jukumu kwenye maisha yako. Unaleta mtu ambaye atakutuma dukani hajakupa pesa. Sio kama mnanielewa. Unamleta mtu kwako ambaye atakutuma kaniletee matunda lakini hajakupa hela ya matumizi, hela kununua matunda. Yaani yeye anaagiza matunda lakini hela hajakupa. Kwa hiyo unatakiwa na hilo pia ujue umemleta mtu nyumbani ambaye atakutuma dukani lakini hajakupa pesa ya matumizi ya hicho unachokwenda kununua. Wakati wewe ukimtuma yeye inabidi umpe pesa ya kwenda kununua hicho ambacho unamwagiza kwenda kutuma. Lakini pia mwenzako anapokuja nyumbani zawadi atakayowaza kukupa wewe ni zawadi ya watoto. Kitu ambacho ni kizuri sana. Lakini hawa watoto wanapokuja kama hawajaandaliwa mazingira mazuri bado wanakuwa ni mzigo mkubwa kwako. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba ni vizuri basi kwa kupunguza huo mzigo wewe ujiandae mapema. Uandae hayo mazingira na Mungu anakusaidia uandae mazingira vizuri ili kusudi unapokuja kuongezea huo mzigo wa mke wako na mzigo wa watoto basi uwe na mahali pa kusema unaweza ukapatia nafuu. Sisemi mzigo kwa maana ya mke au watoto, lakini nazungumza mzigo kwa maana ya majukumu yake. Yale majukumu ambayo utakuwa unatakiwa wewe kuyafanya ambayo ni daily routine kwenye maisha yako yote mpaka unaenda kaburini. Kwa hiyo ili kupunguza huo mzigo au kupunguza hilo jukumu, angalia mambo mengine kabla hujaingia kwenye pambano ili kusudi yasije yakakulemea mwisho wa safari. Wahenga walisema usijifunze kuogelea wakati meli inazama. Wengine wakasema usijifunze vita wakati kuna vita. Niishia tu hapo kwa leo. Huo ndio ushauri wangu. Jiandae kabla hujaingia. Asante. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.